Mimi kama mkuu wa mkoa niliyepewa heshima na Mheshimiwa Rais, huwa nawaambia wenzangu wote tusifanye vitu vya kujifurahisha wenyewe tukasahau vitu vinavyofurahisha Watanzania. Mkirudisha nyuma historia ya miaka mitatu nyuma, hapa Kibada hapakuwa hivi, lakini moja ya wilaya ambazo mvua za mwaka 2024 zilileta majanga makubwa ni Kigamboni. Kigamboni ilikosa mawasiliano kwa sababu ya mabarabara, na hii yote ilikuwa ni kwa sababu zipo ambazo zilikuwa zimetengenezwa zikaharibika kwa sababu zilikuwa chini ya kiwango, na zipo ambazo zilishatengenezwa kwa ubora lakini muda wake umepita, lakini zipo ambazo hazijawahi kugusa kabisa lami, ndio zinaanza kuwekewa mkakati wa lami. Baada ya kukaa na Mheshimiwa Rais, tukamweleza umuhimu wa Kigamboni kwa ujumla wake, na yeye akakiri kuufahamu umuhimu huo na kwamba lazima aweke fedha ili ziweze kuendelea kutatua matatizo ya barabara yaliyoko katika wilaya ya Kigamboni. Nafahamu barabara nyingi huko pembeni bado hazijatengenezwa, na nafahamu kimekuwa ni kilio kikubwa kwa Watanzania wengi wa Kigamboni. Kupitia mradi wa MP2, serikali ilikuwa imeidhinisha ujenzi wa zaidi ya kilomita 43 ambazo zote tumepata wakandarasi kwa jumla ya shilingi milioni 109.7, ambapo wakandarasi wamegawanywa kwenye makundi manne. Kundi moja wapo ni hili ambalo tuko leo, barabara ya Lingia Nyakwale, Gofigo Shangwe, Mizimbini, lakini pia Kibada Plot. Jumla zaidi ya kilomita 10.45 zinatengenezwa kwenye hii kata ya Kibada Plot, na hadi sasa mkandarasi amekwisha kutekeleza kazi hizi kwa zaidi ya 73%. Yuko nyuma kidogo kwa 5%, lakini pamoja na hiyo kwenye hizo kilomita 43.79 ipo barabara ya inaitwa Geza Ulole, ambayo barabara hiyo ni barabara ambayo inapita pia kwenye ile viwanja vya TFF ambavyo ni sehemu ya maandalizi ya mradi wa AFCON. Kama ambavyo mkoa unaendelea na maandalizi ya kujiandaa na ule michezo ya AFCON 2027, basi napo pale pana mkandarasi anaitwa China Energy ambaye utekelezaji wake kwenye barabara ile ameshafikia zaidi ya 7% kwa sasa.